أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم Hazrat Amirul Mominin Mwenyezi Mungu amsaidie sana anasema, wakati huu nitaeleza riwaya kuhusu ukarimu na utoaji wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika riwaya moja inapatikana hata Abu Said Khudri anasimulia ya kwamba kutoka kwa Ansar baadhi ya watu walimwomba Mtume sallallahu alaihi wasallam kitu fulani, Mtume akawapa. Wao wakamwomba tena na Mtume akawapatia, wakamwomba tena na Mtume akawapa. Hadi yote aliyokuwa nayo yakaisha. Mtume akasema, mali yoyote nitakuwa nayo sitaificha kutoka kwenu kamwe, na mtu atakayeepukana na tabia ya kuomba, Mwenyezi Mungu pia atamsaidia. Alitusihi kuhusu kuombaomba, na atakayetaka kujitenga na mali ya dunia, Mungu atamtenganisha nayo. Na mtu ambaye akidhibiti nafsi yake atafanya subira, Mwenyezi Mungu atamjalia subira. Na mtu hajapewa neema yoyote iliyo bora na nzuri zaidi kuliko subira. Wakati wa shida na matatizo, kufanya subira kunakuwa muhimu. Mungu humjalia mtu malipo yake. Hata Ibn Umar radhiyallahu anhuma anasimulia, tulikuwa safarini pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na nilikuwa nimepanda ngamia mmoja madhubuti mwenye nguvu sana, ambaye alikuwa milki ya baba yangu Hat Umar. Ngamia huyo alikuwa akitembea kwa mwendo kasi hadi kwenda mbele ya watu. Hat Umar alikuwa akitumia nguvu ili kumzuia nyuma. Njia inayotumika ya kutembesha ngamia alikuwa akiitumia njia ile, na ngamia huyo alikuwa akija nyuma, lakini kisha alikuwa anakimbia na kwenda mbele ya vipando vya watu. Hat Umar alikuwa akimsukuma nyuma na kumweka nyuma, akizingatia heshima kwamba mtu yeyote au kipando chochote kisiweze kumshinda Mtume na kwenda mbele. Hat Umar hakuvumilia kwamba kipando chochote kiende mbele ya kipando cha Mtume. Nabii kwa kumwona hali hiyo akamwambia Umar kwamba niuzie ngamia huyo. Akasema, ya Rasulullah, ngamia huyo ni wa kwako. Mtume akasema kwamba niuzie. Hivyo yeye akamuuzia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha Mtume akasema, Abdullah bin Umar, ngamia huyo sasa ni ngamia yako, tumia kama upendavyo. Ni njia moja ya ajabu ya kutoa zawadi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamfahamisha kwamba ngamia ni mnyama tu, kama anashinda wanyama wengine hakuna shida ndani yake. Sasa ngamia huyo ni zawadi iliyotolewa kutoka kwangu. Hata kama akiwashinda ngamia wengine, basi itasemwa kwamba alikuwa ngamia aliyetolewa na Mtume kama zawadi ambaye akawashinda wengine. Jabir bin Abdullah anasimulia kwamba nilikuwa pamoja na Mtume katika vita moja. Mwendo wa ngamia yangu ukapungua, naye alikuwa amechoka. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaja kwangu na akasema kwamba Jabir. Nikasema ndio. Akasema uhali gani? Nikasema ngamia amechoka, hivyo mimi
nimekaa nyuma. Mtume sallallahu alaihi wasallam akashuka kutoka kipando chake na akaanza kumsukuma ngamia huyo kwa fimbo yake, kisha akasema panda juu yake. Nikapanda juu, nikaona ngamia akaanza kutembea kwa mwendo kasi hadi akaanza kwende mbele ya mtume. Hapo nikalazimika kumzuia. kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akaniuliza, je, umeoa tayari? Nikasema ndio. kisha mtume akasema, angalia, unakaribia kufika nyumbani. ukifika nyumbani zingatia kwamba unawatendea ahli zako kwa wema. kisha akasema, je, utaniuzia ngamia yako huyo? Nikasema ndio. mtume akanunua kwa fedha okia moja. kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akafika madina kabla ya mimi kufika, na mimi nikafika siku ijayo asubuhi. tukaja miskitini, nikamkuta kwenye mlango wa miskiti. mtume akasema, umefika muda huu? Nikasema ndio. akasema, funga ngamia yako na nenda miskitini kusali, kasali raka 2. nikaenda ndani nikaswali. mtume akamwambia bilal kwamba umpatie huyo fedha okia moja kwa kupima. bilal akapima na kunipatia, na wakati wa kupima akanipatia zaidi. kisha nikataka kuondoka. mtume akasema kwamba mwite jabir aje kwangu. nikajisemea moyoni kwamba sasa mtume atanirudishia ngame yangu, na nilikuwa sipendi jambo hilo, kwamba mtume amenunua kutoka kwangu na kisha sasa anirudishie ngamia. mtume akasema, chukua ngamia yako na fedha uliopokea pia ni fedha yako. riwaya moja inasema, jabir anasimulia, baada ya kutokea tukio hilo nikapita karibu na myahudi mmoja, na nilipomwambia tukio zima, ye akasema kwa kushangaa kwamba, je, mtume amekupa bei yake na pia amekupa ngamia? Nikasema ndio, hivyo amefanya hivyo. anasema kwamba zawadi niliyopewa na mtume sallallahu alaihi wasallam, zawadi hii ikapata baraka kiasi hiki kwamba ngamia huyo akabaki hai hadi zama ya hat umar. ilikuwa athari ya mfano wake na malezi na nguvu yake tukufu ambayo ilikuwa juu ya maswahaba vile vile. hada khadija radhiallahu anha alikuwa amepokea athari hiyo, na ndiyo maana ndiyo sababu kwamba yeye bila hofu yoyote akamkabizi mtume mali yake yote. hivyo inasemwa kwamba mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alimjia bi khadija na alikuwa na huzuni na wasiwasi. hata khadija akamuuliza sababu yake. mtume akasema kwamba kuna ukame kotekote na mimi nahisi majuto. nikitumia mali yako itakuisha, na nisipoitumia napata hofu ya allah. hata khadija akawaita maquresh, na hata abubakar sadiq pia alikuwa pamoja nao. hata abubakar anasimulia ya kwamba hata khadija akatoa dinari na akatoa sana hadi lundo, yani hadi kwa sababu ya uwingi wa mali, uwingi wa dinari, sikuweza kumwona mtu aliyekuwa ameketi mbele yangu. kisha khadija akasema kwamba nini muwe mashahidi, mali hiyo yote ni ya mtume sallallahu alaihi wasallam, akipenda aitumie na akitaka aitunze kwake. yeye akatoa mali yote ili kuondoa wasiwasi zake, akisema sawa, unaweza kutoa na kutumia. Umar bin Khattab anasimulia, mtu mmoja alimjia mtume na akaomba kitu fulani. nabii sallallahu alaihi wasallam akasema, wakati huu sina kitu chochote, wewe nunua kile unachokihitaji kwa jina langu, nikipokea mali nitalipa hapo. hata umar akasema, ya rasulallah, wewe umeshampatia tayari siku za nyuma, na kile ambacho ni nje ya uwezo wako mwenyezi mungu hakukuarifisha juu yake. nabii sallallahu alaihi wasallam hakupenda jambo hilo. hat umar, mtu mmoja kutoka ansar, alisema, ya rasulallah, wewe utumie tu, utoe na usiogope ufukara,
kwa kusikia jambo hili la answar mtume akatabasamu na furaha ikaanza kuonekana juu ya uso wake, kisha akasema nimeamrishwa kufanya hivyo. hata Abu Huraira alikuwa akisema kwamba watu wa Sufa walikuwa wageni wa Waislamu, hawakuwa na nyumba ili wangeenda huko na kupumzika, wala hawakuwa na jamaa ili wangeenda kuishi kwao. Mtume akipokea sadaka angewatumia wao na asingechukua chochote kutoka sadaka. Sadaka alikuwa hakubali, ilikuwa haramu juu yake, ilikuwa kwa ajili ya mafukara wengine. Na akipokea zawadi angewaita watu wa Sufa na angetumia chochote kwa ajili yake na pia angewapa wao. Pamoja na kutoa na kukarimu, alikuwa na viwango vya juu vya huruma na malezi. kuhusu hiyo inapatikana katika riwaya moja. hata Abu Huraira anasimulia ya kwamba safari moja bedui moja akaja kumwomba mtume sallallahu alaihi wasallam kitu fulani kwa ajili ya haja yake. Msimuliaji Ikrima anasema nafikiri bedui huyo alikuwa amekuja kuomba msaada katika swala la diyat. mtume sallallahu alaihi wasallam akampatia chochote, kisha akasema kwamba je, nimekutendea kwa wema? bedui akamjibu hapana, hukunitendea kwa wema. baadhi ya Waislamu wakapata hasira na wakajaribu kumkamata. mtume sallallahu alaihi wasallam akawazuia Waislamu kwa ishara. kisha nabii akasimama na akaenda nyumbani na akamwita bedui nyumbani na akasema kwamba ulikuja kwangu ukaniomba kitu nikakupatia, na ukasema yale uliyoyasema. unajua umesema nini? kwamba sikukutendea kwa adili. kisha mtume akampatia zaidi. kisha akasema kwamba je, nimekutendea kwa wema? bedui akajibu ndio. mwenyezi mungu awajalie watu wa nyumba yako na watu wa kabila lako malipo mema. hapo nabii sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba wewe ulikuja kwangu ukaniomba nikakupa, lakini ukatamka uliofikiri kutamka bila kutafakari, na katika mioyo ya maswahaba zangu kuna hasira juu ya jambo lako hilo. basi sasa ukienda nje, basi uwaeleze yale uliyoeleza mbele yangu, ili hisia zilizopo vifuani mwao zitoke. safari hii alikuwa amesema kwamba wewe umenitendea kwa wema. msimuliaji anasema bedui huyo alipokuja mtume akasema kwamba mwenzako fulani alikuwa amekuja kwangu na akaomba kitu fulani, mimi nikampatia, na yeye akatamka yale aliyofikiria kutamka. mimi nikamwita nyumbani nikampatia zaidi. sasa anasema kwamba amefurahi. je, huu ni ukweli? bedui akajibu ndio, na Allah akujalie malipo mema kutoka kwa watu wa nyumbani na watu wa kabila. hata Abu Huraira anasema kwamba hapo nabii sallallahu alaihi wasallam akasema, mfano wangu na mfano wa bedui huyu ni wa mtu ambaye anangamia na yeye anakimbia kutoka kwake na watu waende nyuma yake, na kwa sababu ya watu ngamia huyo akimbie zaidi. hapo miliki wa ngamia aseme niacheni mimi na ngamia, kwani mimi ni mwenye kumtendea kwa upole na mimi najua namna ya kumkamata ngamia. nini mkikimbia nyuma yake, huyu ataogopa zaidi. kisha mmiliki wa ngamia aelekee kwake na akachukua majani na akamwita kwake, akashika niasi mkononi na akaja kwa ngamia hadi ngamia huyo aje kwake na yeye aweke kiti juu yake na apande juu yake. mtume alisema kwamba ngamia akiona nyasi atakuja kula, na akija karibu huyu atamkamata na ataweka kiti juu yake. alisema kwamba kama wakati ule ningekubali jambo lenu mliposema kwamba nimtendee bedui huyo kwa ukali, bedui alipotamka maneno makali, au ningewaruhusuni kumtendea kwa ukali, huyu angeingia motoni, lakini nikamsalimisha na yeye amefurahi.
hizi zilikuwa ni njia za kutoa kwake. Alimpeleka nyumbani kisha akampatia. Angeweza kumpatia nje ya nyumba, lakini akamwonyesha kwamba angalia, kwenye nyumba yangu hakuna vifaa vyenye starehe, lakini chochote nilicho nacho na kupatia. Na bedui pia akarizika juu yake. Hatrabi binte Muawiz bin Afra anasimulia kwamba baba yangu Muawiz bin Afra alinipeleka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na tende saa moja, na juu yake kulikuwa na matango madogo madogo, na nabii sallallahu alaihi wasallam alikuwa anapenda aina fulani ya matango. Wakati ule dhahabu kutoka Bahrain zilikuwa zimeshafika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akajaza gao kutoka dhahabu na akanipatia kutoka dhahabu zile. Katika riwaya nyingine inapatikana kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam akanipatia dhahabu juu ya kiganja changu na kisha akasema kwamba uvae dhahabu hizi. Hiyo ni njia nzuri ya kurudisha. Badala ya tende na matango akampatia dhahabu. hata Abu Huraira anasimulia ya kwamba jeneza ya mtu ilipokuwa inaletwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye alikuwa akidaiwa, Mtume alikuwa anauliza watu kwamba je, ameacha mali ili kulipa mkopo? Watu wangesema ndio. Hapo Mtume alikuwa anasalisha jeneza yake, la sivyo alikuwa anawaambia Waislamu kwamba nini, muswali jeneza ya mwenzenu. Mwenyezi Mungu alipomjalia ushindi alisema kwamba mimi ni karibu zaidi ya Waislamu, karibu kuliko hata jamaa zao. Hivyo mtu akifa kati ya waumini na akiacha mkopo, basi kulipa mkopo wake ni juu yangu, na mtu akiacha mali, basi hiyo ni ya warisi wake. Kama ni mkopo nitalipa mimi, na kama ameacha mali, basi ni mali hii ni ya warisi wake. Abdullah Hozni anasimulia kwamba mimi nilikutana hata Bilal ambaye alikuwa muazin wa Mtume. Nilikutana naye katika eneo la Halb. Nilisema kwamba ewe Bilal, niambie matumizi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yakoje? Bilal alisema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hana chochote. Mimi nilikuwa nafanya mambo yote kwa niaba yake. Mwenyezi Mungu alipomjalia kuwa mtume na nilipofanya baiati, nilikuwa nasimamia mambo yote hadi Mtume sallallahu akafariki dunia. Muislamu angekuja kwake na Mtume angeona kwamba hana mavazi, alikuwa anani amuru kwamba niende. Nilikuwa naenda na kuchukua mkopo, na nilikuwa nanunua shuka kwa ajili yake, na nilikuwa namvisha yeye na kumlisha yeye, hadi mtu mmoja kutoka washirikina akakutana nami na akasema kwamba ewe Bilal, mimi nina utajiri mkubwa, unaweza kuja kuchukua mkopo kutoka kwangu. Nikaenda kufanya hivyo. Anasema siku moja nilitawaza, nikasimama ili kutoa azwana. Mtu huyo huyo akaja pamoja na kundi la matajiri. Aliponiona akasema kwamba ewe Muhabeshi. Nikasema ndio. Akaniona kwa karaha na akatamka maneno makali zidi yangu. Akasema kwamba je, unajua kwamba siku ngapi zimebaki kati ya mkataba wetu? Ni mkataba uliofanya wa kurudisha mkopo. Ulisema kwamba tarehe fulani itarudisha au katika mwezi moja. Unajua kwamba siku ngapi zimebaki? Bilal anasema kwamba nikasema kwamba ni karibu tu, mimi najua kwamba mkataba unakaribia kuisha. Alisema kwamba siku 4 zimebaki. Sharti ulilopanga la kulipa mkopo siku 4 zimebaki, na sasa unawajibika. Kwa sababu hiyo mimi nitakukamata na nitakurudisha kwenye hali ile ile, kwamba wewe utachunga mbuzi na makondoo kama ulivyokuwa hapo kabla. Anasema kwamba hali ilipatikana moyoni ambayo inapatikana kwa katika mioyo ya watu. Nikashikwa na hisia hadi nikaswali sala ya isha. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaenda katika nyumba yake. Mimi nikamwomba ruksa kwamba nataka kuja kumwona. Mtume akanipa ruksa wakati wa usiku. Nilienda kumwona Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati wa usiku. Nilisema kwamba ya Rasulullah, wazazi wangu wajitolee kwako. Mshirikina huyo ambaye nilikuwa nimechukua mkopo ameniambia mambo hayo,
na wewe huna mali ili uweze kurudisha na kumlipa, kwani nilikuwa nachukua kwa amri yako. Sasa wewe huna mali na mimi pia sina mali, na mtu huyu nia yake ni kunizalilisha. Nipe ruhusa kwamba nielekee kwenda katika kabila fulani kati ya makabila ambao wamesilimu, hadi mwenyezi mungu amjalie mtume wake mali ambayo yeye alipe kwa niaba yangu. Anasema kwamba mimi nilitoka hadi nikafika nyumbani. Baada ya kuchukua ruksa kutoka kwa mtume, nikaja nyumbani, nikaweka upanga, mfuko, viatu na ngao karibu na mto wa kitanda changu, ili asubuhi wakati wa alfajiri nitaondoka kutoka hapa. Nilinuia kufanya hivyo. Anasema kwamba asubuhi mtu mmoja akaja kwangu na alikuwa ananiita, ewe Bilal, nenda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema kwamba mimi niliondoka, badala ya kwenda safarini nikaenda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Niliona kwamba ngamia wanne wamebebwa mizigo. Nikamwomba mtume ruksa kwamba nataka kuondoka safarini. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba ufurahi, mwenyezi mungu amefanya mpango wa kulipa mkopo wako. kisha alisema kwamba je, hukuona ngamia hawa wanne ambao wamekalishwa? Nikasema nimeona. Mtume alisema kwamba shingo zao na vyote vilivyo juu yao ni vyako. Ili ngamia pia ni mali yako na mali iliyo juu yao pia ni mali yako. Kuna vitambaa, mawazi na kuna bidhaa ambazo kiongozi wa Fidak amenitumia kama zawadi. Chukua, nenda ukalipe mkopo wako. Bilal anasema kwamba nikafanya hivyo, kisha nikaenda miskitini. Mtume sallam alikuwa miskitini, mimi nikamsalimia. Mtume akasema kwamba swala lako ulilokuwa nalo imekuaje? Nikasema kwamba kila kitu ambacho kilikuwa juu ya mtume kwamba alipe, Mwenyezi Mungu amelipa tayari na hakuna mkopo uliobaki. Mtume akasema, je, kuna kitu kimebaki? Nikasema kwamba ndio. Mtume akasema kwamba wewe kwa kupitia mali hiyo unipatie raha, yani mali iliyobaki utumie juu ya watu maskini na unifurahishe, kwani sitaenda katika nyumba yangu hadi wewe ulitoe mali hii na unipatie raha. Mtume alisali isha akaniita na akasema kwamba imekuaje mali iliyobaki kwa ajili ya kugawa, imekuaje? Bilal anasema kwamba mimi nikamwambia mtume kwamba hakuna mtu aliyenijia kuchukua mali ile ipo kwangu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipitisha usiku miskitini. Alisema hata sitaenda nyumbani, nitabaki miskitini. Siku ijayo aliposwali sala ya isha akaniita tena na akaniuliza tena kuhusu mali ile iliyokuwa imebaki. Anasema kwamba nilimwambia, ewe mtume wa Allah, Mwenyezi Mungu amekupatia raha kuhusu mali hii. Mtume akamhimidia Allah na kueleza sifa zake, yani mali imegawanywa. Alikuwa na hofu hii, alimhimidia Mwenyezi Mungu na kumsifu. Alikuwa na hofu hii kwamba akifa na mali hii iwe kwake. Bilal anasema kwamba mimi nilienda nyuma ya mtume sallallahu alaihi wasallam hadi mtume sallallahu alaihi wasallam akaenda kwa wake zake na akawasalimia wote, na kisha akaenda katika nyumba ambapo alikuwa anapitisha usiku. Hat Umme Sumbula anasimulia kwamba nilimjia mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na zawadi. Wake wa mtume sallallahu alaihi wasallam wakakataa kupokea zawadi ile na wakasema kwamba sisi hatukubali, hatupokei zawadi. Kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akaacha na akasema kwamba pokeni zawadi ya Umme Sumbula, kwani huyu ni miongoni mwa watu wa vijijini na sisi ni watu wa miji. Kisha mtume alikubali zawadi yake na akampatia bonde fulani na fulani, yani akapokea zawadi na kisha akampatia eneo zima kama zawadi, kama ilivyoelezwa hapo kabla kwamba mtume alikuwa anatoa sana badala ya zawadi ndogo. Hata Ibn Umar anasimulia kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alitoa amri ya kumpatia Zubair shamba kwa kadri farasi yake anavyokwenda.
alisema kwamba sawa ukimbize farasi na farasi yako akichoka na kusimama basi eneo yote itakuwa eneo lako. Huyu alikimbiza farasi yake na farasi yake akaenda kusimama mahala fulani. Aliposimama Zubair alitaka kupata zaidi, yeye akatupa bakora aliyokuwa nayo mkononi. Bakora ile ilienda mbali. Mtume akasema kwamba mumpatie Zubair mashamba yote hadi sehemu ile ambapo bakora imeenda kudondoka, mumpatie shamba hili. Jubair bin Mutam radhiyallahu anhu anasimulia kwamba safari moja alikuwa anakwenda pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam. Kulikuwa na watu wengine pamoja na mtume. Tukio hili ni la wakati ambapo mtume alikuwa anarejea kutoka Hunain. Baadhi ya mabedui walikuja kukutana naye njiani na wakaanza kumwomba, wakamlazimisha hadi mtume akalazimika kuelekea upande wa mti moja wa babul. Shuka yake ikaninginia kwenye mti. Mtume akasimama, na katika baadhi riwaya inapatikana kwamba shuka yake iliponinginia mabedui wakaanza kuvuta shuka ile, na shuka ile ikaacha alama juu ya shingo yake. Mtume akasema kwamba nipatieni shuka hii, kama ningekuwa na wanyama na mali sawa na miti hii mimi ningegawa kati yenu, na nini musinge nikuta kuwa mchoyo wala mwongo au boga. Hatmusleh Maud akieleza tukio hili ameandika kwamba baada ya ushindi wa Makka na vita vya Hunain, mali ambazo zilikuwa zimekusanywa kutoka kwa vifaa vya medani ya vita, kama ilivyo kawaida, ilikuwa jukumu la mtume kugawa kati ya majeshi ya Kiislamu. Lakini wakati huu mtume badala ya kugawa kwa Waislamu alianza kugawa kati ya watu wa Makka. Watu hawa imani ilikuwa bado haikukoma, wengi wao walikuwa makafiri na walikuwa waislamu wapya. Hivyo kwa ajili yao kitu hiki kilikuwa kipya kabisa, kwamba kaumu moja inagawa mali yao kati ya watu wengine. Sasa kwa kupitia ugawaji huu wa mali, badala ya wao kupata wema moyoni au ucha Mungu, tamaa yao ikazidi. Wao wakaja kumzingira mtume sallallahu alaihi wasallam na wakaanza kumwomba zaidi na zaidi, na wakaanza kumsumbua hadi wakamsukuma na kumpeleka kwenye mti, na mtu mmoja akavuta shuka yake ilikuwa juu ya mabega yake, akaanza kusukuta hadi pumzi yake ikaanza kusimama. Mtume akasema, eni watu, kama ningekuwa na mali zaidi mimi ningewapatieni na musinge nikuta kuwa bahili au mwoga. Kisha mtume akaenda kwa ngamia yake na akachukua nywele yake na akainamisha juu na akasema kwamba eni watu, mimi si hitaji, sina haja ya mali yenu hata sawa na nywele hii, isipokuwa sehemu ile ya 5 ambayo sawa na kanuni ya Uarabuni ni sehemu ya serikali, na sehemu ile pia mimi situmii juu ya dhati yangu, bali inatumika juu ya mahitajio ya nini. Na kumbukeni kwamba mwenye kufanya hiana siku ya Kiyama kwa mbele ya Mwenyezi Mungu atazalilika kwa sababu ya hiana yake. Watu wanasema kwamba Muhammad Rasulullah ameandika mbele akieleza maoni yake kwamba watu wanasema kwamba Muhammad alikuwa anatamani kupata ufalme. Je, wafalme na wananchi, huu ndio uhusiano unakuwa baina yao? Je, mtu anakuwa na nguvu kwamba amsukume mfalme kwa njia hii na aanze kuweka shuka kwenye shingo yake na aanze kuskuta? Nani awezaye kuonyesha mfano huu isipokuwa mitume wa Allah? Mtume sallallahu alaihi wasallam alipata farasi mzuri katika vita vya Tabuk. Sauti yake alikuwa anaipenda sana. Kisha answari moja akasema kwamba wazazi wangu wajitolee kwako, nipatie farasi hii. Mtume akasema kwamba hiyo ni farasi yako. Hat Aisha radhiyallahu anha anasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam katika marazi ambamo alifariki dunia alisema, e Aisha, dhahabu ile ikoje? Yeye akamletea Mtume sarafu ya dhahabu 5, 7 au 8 zilikuwa nyumbani. Mtume akashika na akasema kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam atakuwa na zana gani kuhusu Mungu, kwamba yeye akutane na Allah na dhahabu hii iwe kwake. Ewe Aisha, nenda ukatoe, yani uende kugawa kwa watu. Hata Masihi Maud sehemu moja anasema kwamba
mtume sallallahu alaihi wasallam safari moja alikuja nyumbani na akauliza kwamba katika nyumba yetu kuna nini. Aisha akatoa sarafu 2 na akasema kwamba hizi zipo nyumbani. mtume saa salam akaweka juu ya kiganja chake na akasema kwamba nabii huyu ana hali gani ambaye aache nyuma sarafu 2 na kisha wakati ule ule akazigawa. imeelezwa kuhusu mali ya ghanima iliyopatikana katika vita vya Hunain kwamba waislamu walipata watumwa wajakazi 4,000 kama mali ya ghanima. katika baadhi riwaya idadi inayoelezwa ni 8,000. walipata ngamia 24,000, walipata mbuzi na makundo zaidi ya 40,000 na walipata fedha 4,000 okia ambayo ni takriban 490 kilogram. mtume sallallahu alaihi wasallam alianzisha kugawa mali na akatumia njia ya kuimarisha mioyo ya watu hawa walikuwa watu wakuu wa Uarabuni na walikuwa na heshima katika makabila yao. hivyo ili kuwazoesha mtume sallallahu alaihi wasallam akawapatia mali. mwingine akampatia ngamia 100, mwingine akampatia ngamia 50 na pia akawapa fedha na watumwa. akampatia Abu Sufyan bin Harb ngamia 100. Abu Sufyan alipokuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na akaona fedha ilikuwa imewekwa mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam, akasema kwamba ya Rasulullah, we umekuwa tajiri mkubwa katika Makuresh. mtume akatabasamu na akampatia Abu Sufyan okia 40 fedha na ngamia 100. Abu Sufyan akasema kwamba umpatie mwanangu Yazid vile vile. mtume akatoa amri kwamba Yazid apatiwe fedha okia 40 na ngamia 100. huyu alikuwa mwana wa Abu Sufyan na kuna Yazid mwingine ambaye alikuwa mjukuu wa Abu Sufyan na alikuwa mtoto wa Muawiya. Abu Sufyan alisema kwamba ewe mtume wa Allah, umpatie mwanangu Muawiya chochote. mtume akatoa amri kwamba apatiwe okia 40 fedha na ngamia 100. hapo Abu Sufyan alisema kwamba wazazi wangu wajitolee kwako, wewe ni mkarimu, mimi nimepigana nawe vita na wewe ni mpiganaji mzuri ulioje, na kisha nimefanya suluhu nawe na wewe ni msuluhishaji mzuri ulioje. mungu akujalie malipo mema. waliopata fadhila hii mmoja alikuwa Sufwan bin Umayya, kiongozi wa Makka. huyu ndiye Sufwan ambaye mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amechukua deraya na silaha kutoka kwake kwa ajili ya vita vya Hunain, na huyu alikuwa ameshiriki katika vita vya Hunain akiwa mshirikina. katika vita hii moyo wake ulianza kubadilika, na muda wa kugawa mali ulipofika mtume akampatia ngamia 100 na sawa na riwaya ya Muslim akampatia ngamia 300. riwaya nyingine inasema kwamba katika siku zile zile nabii sallallahu alaihi wasallam alipita karibu na bonde moja na ndani yake kulikuwa na ngamia na mbuzi kama mali ya ghanima, na bonde lile lilikuwa limejaa na ngamia na mbuzi. Safwan kwa kuona mali hii akaanza kushangaa. mtume akasema kwamba e Abu Wahab, hii ilikuwa ni kunia ya Safwan, je bonde hili limekushangaza? akasema kwamba ndio. mtume akasema kwamba mali hii ni mali yako, chukua yote. Safwan akasema kwamba mimi natoa ushahidi kwamba wewe ni nabii wa Allah, kwani ni nabii wa Mungu ambaye anaweza kutoa kiasi hicho. sawa na riwaya nyingine Sufyan bin Umayya anasimulia mwenyewe kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam aliendelea kunipatia mali ya ghanima kutoka mali ya Hunain. natija yake ikawa hivi kwamba mimi nilikuwa simpendi katika viumbe vyake na kisha nikaanza kumpenda na akawa mpendo wangu katika viumbe vote. aliendelea kuwapatia viongozi wa Uarabuni na idadi yao inayoelezwa ni zaidi ya 50. hatmasihi Maud anasema kwamba safari moja mtume alikuwa na mbuzi na makundo wingi. kafiri moja alisema kwamba mbuzi na makundo wamejumuika kwako, hata Kaisar na Kisra pia hawana mali kama hiyo. mtume akampatia yote. yeye wakati ule ule akasilimu na akasema kwamba mtu hawezi kutoa kiasi hicho isipokuwa nabii. kisha mtume sallallahu alaihi wasallam alimwamuru Zaid bin Thabit kuwaita watu wengine.
mali iliyokuwa imebaki na akagawa mali ile baina yao na kila moja akapata ngamia 4 au mbuzi 40 na kwa njia hii mali hii ambayo ilikuwa mali zaidi kupatikana akaigawa yote kwa watu. kipengele hicho cha sera ya mtume salam kinastahiki kutafakariwa kwamba maadui walileta shutuma zidi yake kwamba waislamu walikuwa watu maskini na walikuwa hawana mali, ndio maana walianzisha vita. kama jambo hili lingekuwa na uhakika vovote, basi ugawaji wa mali ya Hunain ungefanywa kwa njia nyingine kabisa. Lakini hapo sisi tuwaona kwamba sehemu kubwa ya mali ya ghanima mtume aliigawa kwa watu wengine. Viongozi wa Quraysh walipatiwa sawa na baadhi ya riwaya, mali yote iligawanywa baina ya watu wengine. Kutakuwa na hikma ndani yake, lakini dunia iliona kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam hakuweka chochote kwa ajili yake. Hakuwapatia maswahaba zake, yani answar wa Madina, hakuwapatia au akawapatia kiasi kadogo. siku ya vita vya Hunain mwanamke mmoja akaja akasoma shairi na yeye akaeleza siku zile alizopitisha katika kabila Hawazin. mtume sasa akarudisha watu wa Hawazin mali yao na akawapatia zaidi, na mali ambayo akawapatia thamani yake ilikuwa ni kama dirhamu 500,000. Ibn Dehia anasema kwamba ukarimu kama huo hatukuwahi kuusikia na kuona mfano wake. wajumbe wa Hawazin wakisilimu walipokuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na wakamwomba mtume kwamba mali yao na mahabusu wao warudishwe. mtume sallallahu alaihi wasallam akasimama na akasema kwamba mimi pia ninapenda jambo ambalo ni la kweli. mimi napenda sana jambo la kweli. muchague moja katika mawili, muchukue mahabusu au mali. na mimi nilikuwa nimesubiri katika jarana, na kwa kweli mtume aliporejea kutoka Taif aliendelea kuwasubiri zaidi ya mausiku 10 kwamba wao waje kumwomba mali na mahabusu yao. walipojua kwamba mtume hayuko tayari kuwapatia yote mawili isipokuwa atawapatia moja katika mawili, wao walisema kwamba tutachukua mahabusu wetu. kisha mtume akasimama kwa waislamu na akamhimidia Mungu, na kisha akasema kwamba ndugu zenu hawa wametujia baada ya kufanya toba, na mimi nimeonelea kwamba niwarudishie mahabusu wao. hivyo kati yenu mtu yote akitaka kurudisha kwa furaha arudishe mahabusu, na mtu akitaka aendelee na sehemu yake ye pia amrudishe. mimi nitampatia sehemu yake kutoka mali ya ghanima ambayo Allah atanipatia baadaye. watu walisema kwamba kwa ajili ya mtume saa salam sisi tumerudisha mahbusu hawa kwa furaha, sisi hatuhitaji sehemu yetu. mtume saa salam alisema kwamba mimi sijui kwamba kati yenu nani ametoa ruksa na nani hakutoa ruksa. nini mureje na viongozi wenu waje kuweka mbele yangu uamuzi wenu. hapo watu wakaondoka. mtume akachukua tahadhari kwamba nini mulete viongozi wenu na muniambie kwa kupitia viongozi kwamba kwa kweli nini mmerudisha mahabusu yenu. wao wakaongea nao na kisha wakaja kwa mtume na wakasema kwamba watu wote wamekubali kwa furahi na wametoruksa kwamba mahabusu warudishwe. na hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam akawapatia watu wa Hawazin mahabusu yao bila malipo yote, na pamoja na kuwapa uhuru akawapatia mavazi mapya. kwa ajili ya kununua mavazi mtume akampeleka swahibu moja Makka na akamwambia kwamba fala yakhrujul hurru minhum illa kasia, yani wote waliopata uhuru yeyote asiondoke bila mavazi, bila nguo. hata Anas bin Malik anasimulia kwamba siku ya Hunain watu walimjia mtume na wakaanza kumwomba mtume. akawapatia kutoka mali ya mbuzi, kondoo na ngamia hadi haikubaki chochote kwake. kisha mtume alisema kwamba mnataka nini? je, mnataka kwamba mimi niwe bahili? wallahi mimi si bahili wala woga wala kusema uongo. sisi twaona ya kwamba
ukarimu wa mtume haukuwa nje ya wakati au kinyume cha wakati. Hakuna shaka kwamba alikuwa anawapa wale wenye kuomba na alikuwa hakatai, lakini saa nyingine mtume saa salam aliwazuia kwa kutumia njia yenye hekima kwamba wao wasiombe, na kulikuwa na hikima ndani yake. Kwa mfano, safari moja mtume alikuwa anagawa mali na alikuwa anawapa watu na alikuwa anamwacha mtu moja, hakumpatia chochote. Saad bin Waqas anasema kwamba mtu huyo mimi nilikuwa nampenda zaidi kuliko watu wengine. Nilikuwa natamani kwamba mtu huyo pia apatiwe. Nikasema, ya Rasulullah, wewe umemwacha fulani, wallahi mimi namwona kuwa muumini. Mtume akasema kwamba ya Muslim. Hasad anasema kwamba mimi nikakaa kimia kwa muda, kisha nikaeleza jambo ambalo nilikuwa najua kuhusu yeye, likanilazimisha kurudia maneno yangu. Nikasema, ewe Mtume, umemwacha fulani, wallahi mimi namwona kuwa muumini. Mtume akasema, ya Muslim. Kisha jambo ambalo nilikuwa nalijua kuhusu yeye likanilazimisha kurudia maneno yangu, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akanipatia jibu lile lile. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, e Saad, mimi nampatia mtu fulani ili Mwenyezi Mungu asije akamwangusha katika moto, ilhali mtu mwingine mimi nampenda zaidi. We unasema sawa, lakini kuna hikma ndani yake, ndiyo maana nawapatia fulani ili imani yao iimarike. Baadhi ya watu kwa kupokea zawadi au kwa kuchukua faida ya kidunia wanasimama juu ya imani yao, kama mifano ilivyoelezwa. Zainul Abidin Sayyid Wali Shah Sahib katika ufafanuzi wake anaandika kwamba muminan au musliman. Imam Bukhari ameleta hadithi hii na yeye ameeleza tofauti iliyo wazi kati ya imani na Islam. Imani ni hali ya ndani ya mtu, ilhali Islam inahusika na hali ya kizwahiri. Ndio maana Mtume ametufundisha heshima kwamba muwe makini katika kueleza rai ya mtu fulani kuhusu mtu fulani. Mungu anajua undani wa mtu. Swahaba ambaye mtu aliona kwamba asimpatie alikuwa Juail bin Suraka, alikuwa mhajiri. Mtume alikuwa anampenda sana, lakini Hasad aliendelea kumwambia Mtume na Mtume akamfahamisha na akampatia mafundisho ya kutunza tofauti hii ambayo inapatikana kati ya imani na Islam. Kutoka tukio hili tunapata kujua kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ametoa mafundisho ya kujali hisia za watu ambao ni wadhaifu, ili isije ikawa hivi kwamba kwa sababu ya udhaifu wao wapate shida. Mti mmoja mdhaifu unahitaji ulezi zaidi kuliko mti mkubwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliendelea kuzingatia mambo madogo madogo ili watu wasipate shida katika imani yao, na katika swala hilo baadhi ya watu wanashika njia isiyo sahihi. Badala ya kumsalimisha mtu huyo kutoka amali ambayo inakuwa sababu ya kumangusha chini, wao wanakuwa sababu yake, na badala ya kutumia njia nyingine wao wanaanza kuwashambulia. Hiyo inakuwa tabia ya baadhi ya watu, na wao wanawasukuma wapotee zaidi. Yani mtu mwenye imani dhaifu anakaa nyuma zaidi. Jambo hili yatupasa kulikumbuka. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anachukua tahadhari katika swala hili. Alikuwa anawazuia maswahaba kusifu imani ya mtu fulani mbele ya wengine, na sababu yake ilikuwa ndiyo hii kwamba kumsifu mtu fulani hadharani kunaweza kumletea madhara, na saa nyingine kwa kufanya hivyo imani ya mwingine inaweza kushambuliwa. Hivyo ametufundisha masomo manne katika tukio hili. Masomo haya manne ndiyo haya kwamba tofauti kati ya Islam na iman. Kuna tofauti gani kati ya Islam na iman? Kitu kimoja ni kitu cha zwahiri na nyingine ni swala la moyo. Namba pili ni kutumia maneno kwa wakati sawa na mahala, na tatu kuzingatia mioyo ya watu, yani kwa ajili ya kuimarisha mioyo, kuona kwamba mtu atapata faida gani. Na jambo la nne ni kwamba
kutokumsifu mtu fulani bila kutafakari ili imani ya wengine ishambuliwe. kila kipengele cha maisha ya mtume kina hikma na ni hazina ya marekebisho. Masihi maud anasema kwamba akieleza fadhila tukufu za mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba katika hulka zake kulikuwa na usawa wa hali ya juu na kila hulka ilikuwa inadhihiri kwa wakati wake, na katika hulka hizi tukufu ukarimu wake pia ulikuwa kwa wakati, ulikuwa unaendana na wakati na muda, na kujitolea kwake pia kulikuwa kwa wakati na kukarimu kwake pia kulikuwa na kwa wakati. Matukio ya ukarimu wake ni mengi sana, na sisi twaona vipengele vingine vya hulka katika matukio haya. Mafundisho yake ni yenye uwiano na kila amali yake pia ilikuwa yenye usawa. Mwenyezi Mungu atujalie kutafakari kuhusu kipengele cha sera yake na kuifuata katika maisha yetu, na sisi tukifanya juhudi ya kufuata mifano yake tuweze kupitisha maisha yetu sawa na ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Alhamdulillah alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.